Bas, wapenzi watazamaji wa Wazalendo Podcast, karibuni sana. Leo kama kawaida tumewaletea content tena nzuri sana Leo tuko tayari, niko na wenzangu hapa, naona wa kwanza Charles Mugisha. Asante sana wapenzi. Sasa leo nadhani tutazungumzia kuhusu fonetiki, tawi la isimu ambayo ni fonetiki, na nadhani tutawapea mengi kuhusu fonetiki, na moja kwa moja hatuwezi tukapoteza wakati, tunataka tuingie ndani tuzungumzie kuhusu fonetiki. Basi acha tuanze. Fonetiki kwa mujibu wa Ayman wa mwaka 1977 alieleza kwamba fonetiki ni uchanganuzi wa kisayansi wa sauti ambazo zipo katika lugha kwa namna ya kiungo. Ndio. Sasa na hata fonetiki ina muhimu tofauti. Umuhimu wa kwanza, fonetiki inasaidia kuelewa lafudhi na toni mbalimbali. Kama kwa mfano, kama katika lugha yetu ya kimama, kama mimi Charles ni Munyankole, na lugha hiyo tuna neno kama okushoma. Mmoja anaweza kusema okushoma na mwingine anaweza kusema okusoma. Hayo maneno yote yana maana moja, lakini nafikiri mmeona namna ninayoyatamka. Lafudhi ndiyo tofauti. Haya. Yaani pengine hapo kuna maneno yani okushaba pamoja na okusaba. Na okusaba. Ndio. Na hata fonetiki nasaidia kuelewa fonolojia. Ndio. Ambayo ni fonolojia ambayo ni tuseme ni kwanza kwa muhtasari tunaweza sema fonetiki ni tawi la isimu ambayo huchunguza jinsi tunavyotamka maneno, jinsi tunavyoelewa, sana ni hivyo. Ndivyo. Na lafudhi nilisikia ukizungumzia kuhusu lafudhi hapo, utaniambia nini? Lafudhi ni kama kuelewa namna maneno yanayoweza kutamkwa. Maneno hayo yaweza kuwa maneno yanayo na maana moja, lakini katika utamkwaji, kama nilivyokuambia okusoma na okushoma. Kwa Kiingereza it is to read, kusoma lakini kwa lafudhi tofauti mmoja anaweza kusema okushoma na mwingine anaweza kusema okushoma. Hayo ndio. Yaani pia fonetiki husaidia mwanafunzi kutatua matatizo ya kusoma na kuandika. Yaani fonetiki inamlazimisha mwanafunzi kusoma na kisha atamke kile ambacho anasoma. Yeah. Naam. Sasa naweza nikaongezea pia ya kwamba fonetiki nadhani inasaidia pia mwanafunzi kujua namna ya kutamka ama kutoa matamshi ya maneno au msamiati kutoka kwenye lugha tofauti. Ndio. Na vile tunajua fonetiki ina tawi kama 4 hivi. Nadhani tawi la kwanza ni kuna fonetiki matamshi. Ndio. Kuna fonetiki akustika. Ndio. Kuna fonetiki masikizi na hata fonetiki majaribio au inaweza kuitwa fonetiki tiba. Fonetiki tiba. Yeah. Hapo nimekuelewa. Sasa tukizungumzia kuhusu fonetiki matamshi, hapo tunasema ni tawi la fonetiki ambayo hufanya nini? Uchunguza sana jinsi mtu anapotamka maneno. Tunazingatia